Wilaya yetu ya Songea tuna transformer karibuni 486, lakini transformer moja ili ikae katika ulinzi sahihi kabisa ni zaidi ya shilingi milioni 6 kuirudisha kama imeharibiwa. Sasa ukichukua hiyo 45% ni kama transformer 218 hiyo ukiizidisha mara milioni 6 unakuja ni takriban bilioni 1 na pesa mbili. Kwa ni pesa kubwa ambayo badala ya kwenda kuhudumia watu wengine, maana yake tutaanza kurudi nyuma kutoa huduma tena pale ambapo tayari huduma ilishafika. Umeme una makundi, yani masuala ya umeme yana makundi tofauti tofauti yanayofanya kazi kule. Kuna mafundi wiring, wale wanafanya kazi ndani kwa mteja, lakini kuna watu ambao wanaitwa vikundi, wale nao pia wanafanya kazi za TANESCO lakini kwa mkataba maalum. Unawapa kazi, ukishapa kazi ukishamaliza basi sio wafanyakazi wa TANESCO. Lakini tuna watu wanaitwa viunga, nao wanafanya kazi kwa mkataba maalum, ni kama kikundi pia vile vile. Kwa hiyo nao wanafanya kazi, hiyo kazi ikiisha basi, umeona Kwa hiyo wapo kule wanafanya kazi kule kwa ZECA, lakini vile vile tuna wakandarasi wa REA ambao nao wana mafundi wao wako kule, wale mafundi nao wanafanya kazi kule. Kwa hiyo tumeungana na polisi kata kutambua hilo, na elimu kubwa ilikuwa ni hiyo, kujua makundi mbalimbali ya watu ili waweze kusaidia katika kufanya hizi kazi za ulinzi wa miundombinu yetu. Wazo langu, tunaweza tukafanya kesi mbili kwa wakati mmoja. Tunaweza tukaanza na hii ya jinai ile kwa thamani ya 20,000, tukimtia hatiani weza tunampa demand note ya kumweleza kwamba bwana, kwa kuwa ulikata waya transformer namba A na umesababisha hasara ya milioni 20, tunakutaka ndani ya mwezi mmoja huo umeifidia shirika hiyo pesa ambayo umefanya nini, umeisababishia hasara. Vinginevyo tutakupeleka mahakamani. Ule muda tuliompa ukiwa umeexpire, tunamshtaki sasa na madai. Kwenye swala la hasara zinazosababishwa kwenye shirika, pengine mngejaribu kuangalia sheria zenu. Sheria ikitamka moja kwa moja, hata kama kifaa kimechukuliwa ni kidogo, bado anaweza kalipa zile gharama ambazo zimetokana na sheria iliyoelekeza. Kwa mfano, ukikamatwa na kipande cha nyama ya tembo, haichukulini ile thamani ya kale kipande, inakuwa ni jumla ya mnyama mzima ambaye ameuawa. Kwa hata nyinyi mkifanya mapitio ya sheria zenu, mkatunga sheria ambazo zinawabana hao watu kwa ujumla wake wa tukio, nadhani ataweza kulipa gharama ambayo ni kubwa, tofauti na kale kipande kadogo anakokuwa amesababisha hasara.